hata watu wote ambao wako katika uongozi, watu wote ambao wako katika mamlaka waweze kumsifu Bwana. Bwana asifiwe. Kwa sababu tumeambiwa katika anga la uweza wake. Haleluya. Naendelea kusema nini? Msifuni kwa matendo yake makuu. Tumsifuni kwa matendo yake makuu. Inastahili asifiwe. Bwana wetu asifiwe. Na kwa kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Bwana anastahili apewe sifa kila wakati. Tumsifuni kwa matendo yake makuu. Unaona hata tendo kubwa ambao Bwana alitufanyia, alituokoa. Tunasikia ya kwamba Mungu aliupenda ulimwengu huu hata akatuma mwanawe wa pekee. Kwa nini alipenda ulimwengu na akatuma mwana wake wa pekee? Ni kwa sababu ya mwanadamu. Haleluya. Aliona dunia, akaona ya kwamba wanadamu wamepotea kabisa. Lakini kitu chenye itaweza kumwokoa mwanadamu ni mwana wangu wa pekee. Niweze kutuma ili aweze kufa kwa ajili ya dhambi za wengi. Bwana asifiwe. Haleluya. Hebu na tuendelee. Msifuni kwa kadri ya wingi wa tumsifuni kwa kadri ya nini? Wingi wa ukuu wake. Bwana asifiwe. Inastahili asifiwe kabisa kwa watu wote wa dunia, kwa mataifa yote, kama vile ndege ya angani wanapomsifu Bwana. Haleluya. Tumsifuni. So tunataka watu wote, kama ingewezekana, na inastahili iwezekane, kila mtu, kila mwenye hai, mwenye ako na pumzi aweze kujua Mungu ambaye anaishi, Mungu ambao aliumba mbingu na nchi. Haleluya. Kuna wakati Mungu alipoumba mbingu na nchi, mwanadamu alienda mpaka akawasi Mungu, akahasi, akaenda kinyume na mapenzi yake. Katika kitabu cha Genesis chapter 6 verses 5 tunasikia ya kwamba wakati Mungu alipoumba mbingu na nchi, akaumba mwanadamu, ilienda mpaka uenda nyakati kama hizi ambao watu wengi wanakataa mapenzi ya Bwana. Mungu akaona ya kwamba kumbe dunia kweli imejaa dhambi. Haleluya. Inasema nini? Chapter 6 verses 5. Inasema Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu. Tunasikia wakati mmoja Bwana aliweza kuona ya kwamba, wacha tuanzie chapter 6 verses 1 na tuendelee mpaka mstari hiyo ya 5. Inasema kulikuwa na dunia ya samani ambayo ilikuwa dunia ya wakati wa Nuhu. Dunia hiyo ilikuwa imefanana na dunia hii ya sasa. Haleluya. Inasema nini? Ikawa wanadamu tunasikia ikiwa wanadamu walipofanya nini? Walipoanza kusidi katika usoni pa nchi. There was a time ambao population ya dunia ilikuwa wengi. Watu walikuwa wamesidi, wamekuwa wengi katika dunia. Haleluya. Si ati kwamba tunajiona ya kwamba sisi tumekuwa wengi kabisa. Saa hii mashamba imekuwa kidogo kidogo, ama chakula imekuwa hapa katika dunia. Kulikuwa na wakati mwingine tena kabla ya Mungu kuangamiza dunia. Akasema wakati watu walipokuwa wengi machoni pa dunia, nini ilifanyika? Na wana wa kike walizaliwa. Tunasikia kulikuwa na wana wa kike walizaliwa. Wana wa Mungu waliona. Kuna wana wa Mungu waliona wana wa wanadamu. Hawa pindi ambao walikuwa na sura nzuri sana, pindi ya wanadamu.